Shirika lisilo la kiserikali la Tanzania Building Future Organization limefanya majadiliano yanayohusu mradi wa mabadiliko ya tabia ya nchi, amani pamoja na ulinzi unaofahamika kama CLIMS, yenye lengo la kuelimisha jamii juu ya athari zake na namna ya kujikinga. Majadiliano haya yaliyofanyika Juni 5, 2026 yamewakutanisha wadau mbalimbali ikiwemo viongozi wa serikali, watu wa mashirika yasiyo ya kiserikali pamoja na wananchi kutokea wilaya za Mtwara, Tandahimba na Newala hapa mkoani Mtwara, yaliyofanyika katika ukumbi wa TCCIA Manispaa ya Mtwara Mikindani, lengo likiwa ni wananchi wapate uelewa juu ya mabadiliko ya tabia nchi kwa lengo la kuwasaidia na kuandaa kuhusu aina gani ya shughuli watakayoifanya katika kipindi hicho. Faida Online TV imekuandalia taarifa ifuatayo. Jina langu ni Habiba Mpimbita na hii ni Faida Online TV. Tafadhali usiache kusubscribe channel yetu ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania. Kwa majina naitwa Isaac Dawa, ni program manager kutoka shirika la Tanzania Building Future Organization TABUFO. Tupo Mtwara. TABUFO tunatekeleza mradi wa CLIMS, kwa kirefu ni Climate, Peace and Security kwa ukanda wa Afrika Mashariki. Mradi huu una madhumuni makuu matatu, ambayo ni kwanza kabisa ni kuweza kutazamia madhara ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia namna ambavyo mabadiliko ya tabia nchi yanaweza kusababisha migogoro na uvunjifu wa amani, lakini pia inavyoathiri usalama wa binadamu katika maeneo husika. Mradi huu unafadhiliwa na Umoja wa Ulaya, lakini kupitia Global Partnership for Prevention of Armed Conflict, GPAC. Matarajio yetu kama taasisi, lakini pia matarajio yetu katika utekelezaji wa mradi wa CLIMS ni kuhakikisha kwamba jamii ya Mtwara, Tandahimba na Newala, jamii inakuwa na uelewa mpana wa masuala ya tabia nchi na namna ambavyo mabadiliko ya tabia nchi yanaathiri jamii nzima kwa ujumla, ikiwemo kusababisha vurugu, kusababisha migogoro, lakini pia kusababisha uhamaji wa watu pamoja na wanyama kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Lakini pia matarajio mengine ni kupata ushirikiano, lakini pia kupata ushirikiano pia wa pamoja na wadau, kuhakikisha kwamba afua zetu zinaenda moja kwa moja kuchangia katika kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira, lakini pia tunakuwa na mikakati madhubuti na ya kudumu ya kuweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Mradi wetu utaweza kudumu kwa mwaka mmoja kuanzia 2026 mpaka 2027. Kwa majina naitwa Zainabu Ausi, ni HR kutoka shirika la Tanzania Building Future Organization TABUFO. Tumekubaliana kutoa elimu juu ya mambo ya mabadiliko ya tabia ya nchi kwa jamii ambazo zinatuzunguka, sasa zile kata ambazo tumezichagua kwa ajili ya kutekeleza huu mradi. Tumechagua kata ya Mahurunga, Tandahimba ambapo ipo katika wilaya ya Tandahimba pia, na baadhi ya kata ambazo ziko katika wilaya ya Newala. Ningependa hapo mbeleni hili jambo la mabadiliko ya tabia ya nchi liwe topic ambayo inazungumziwa kila sehemu, kuanzia ngazi ya chini ambayo ni ngazi ya mtaa mpaka ngazi ya juu, kwani athari zake ni kubwa na zinaendelea kutokea bado kulingana na shughuli ambazo tunazifanya. Na sasa hivi ukiangalia kuna ukuaji mkubwa wa tuseme population inazidi kukua, kwa hiyo pia tunatarajia kuwa kuna mabadiliko zaidi ya tabia ya nchi. Kwa majina naitwa Nasfat Abdul Kasa, ni afisa mazingira halmashauri ya Mtwara DC. Nimefurahi kupata nafasi ya kushiriki kwenye mafunzo haya. Kama mdau wa mazingira, ni jukumu langu kubwa kujaribu kuweka watu wazi au kuelezea zaidi changamoto zinazohusika na mabadiliko ya tabia nchi, athari zake na namna ya kuzuia. Hali unaionaje kwa jamii kuhusu masuala ya utunzaji wa mazingira, kizingatia hasa katika nyakati hizi ambazo kumekuwa na mabadiliko makubwa ya tabia nchi? Elimu kidogo inaweza kuwafikia walengwa kwa kiasi chake, japokuwa bado inahitajika msimamo mkubwa wa kuelezea zaidi au elimu zaidi kuongeza kwa jamii ili waweze kujua namna ya kujihami. Kikubwa zaidi ningependelea TABUFO elimu kujitahidi kutafuta mbinu mbadala au tofauti ya kufikia watu wengi kwenye mkoa huu wa Mtwara ili wapate elimu zaidi na kuelewa nini maana halisi ya umuhimu wao kwenye mazingira yetu. Kwa Zaituni Mtuli ni afisa maendeleo ya jamii, lakini nipo hapa kumwakilisha afisa vijana Mtwara DC. Kwa upande wa vijana, mafunzo haya yamekuwa na tija kubwa, maana tukizungumzia athari ya mabadiliko ya tabia ya nchi, vijana ndio wenye harakati ya kutafuta
kipato. Kwa hiyo tukizungumzia hiyo kwa vijana, kwa upande wao binafsi imekuwa na tija kubwa sana. Tumeweza kuangalia jinsi gani vijana wanavyoathirika na hiyo tabia ya nchi. Tunaona vijana kwenye harakati mbalimbali, usafirishaji kama bodaboda. Tabia nchi yakija inawezekana mmomonyoko wa ardhi, labda barabara zimeharibiwa, kwa hiyo kwenye usafirishaji anaweza kupata changamoto. Kwa kuanzia hivi leo wametuisha viongozi, kuna vijana, kuna watu wa mashirika tofauti tumekutana, tumejadili, lakini pia tumewapa ushauri kwamba ili kila mtu aelewe tabia ya nchi inapelekea athari mbalimbali, lakini nini kifanyike. Tukawashauri kwamba elimu hiyo haitoe kupitia mikutano, lakini pia tumewashauri wawe na hata klabu mashuleni. Naitwa Francis Twango, ni mkurugenzi wa asasi ya kiraia inaitwa Mtwara Economic Right Organization for Disabled. Leo tulikuwepo hapa kwenye mafunzo. Katika kujifunza tumejifunza mambo mengi na mazuri, na tunaamini yataenda kutuongezea uelewa zaidi katika utendaji wa kazi zetu kila siku. Tunawasihi wananchi, viongozi wa serikali kuhakikisha kwenye mafunzo yao, kwenye vikao vyao, wanahakikisha watu wenye ulemavu wanaweza kushiriki nao katika hivi vikao, waweze nao kujifunza mambo mbalimbali yanayohusu na mabadiliko ya hali ya nchi katika nchi yetu ya Tanzania na mkoa wetu wa Mtwara. Pengine ninyi kama watu wenye ulemavu, ukizungumzia hoja ya mabadiliko ya tabia nchi, inawagusa vipi? Sisi kwenye watu wenye ulemavu inatugusa sehemu moja au sehemu nyingi sana. Maana tunapozungumzia tabia za nchi, tunazungumzia maisha ya watu wote pamoja na watu wenye ulemavu. Watu wenye ulemavu tunaguswa hasa kwenye tunapotembea, maana sisi tuna changamoto ya kutembea, tuna changamoto ya miundombinu. Tunapotoka mahala sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kama miundombinu au mazingira si rafiki, hatuwezi kufika. Majina naitwa Christina Mwawa, ni mkazi wa kata ya Maurunga, kijiji cha Maurunga. Nimeshiriki haya mafunzo ya mabadiliko ya tabia ya nchi pamoja na hali ya hewa na namna ya kujenga amani na usalama. Nimefurahi kuwa miongoni mwa washiriki katika kundi la vijana, maana na sisi pia ni miongoni mwa watu ambao tunaathirika na haya mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na tabia ya nchi kwa kiasi kikubwa. Kwa mfano kwenye kijiji chetu na kata yetu ya Maurunga tunaathiriwa sana na mafuriko ambayo yamekuwa yakijirudia mara kwa mara, hali ambayo sisi kama wananchi na wakazi wa eneo lile tumeshindwa kuchukua hatua za moja kwa moja au maamuzi ya moja kwa moja kama kuhama yale maeneo, lakini tunakuwa tunahama kwenda kilimani wakati wa mafuriko yakitoka tunarudi tena, na hiyo yote inatokana na uhaba au ukosefu wa elimu ya kutosha namna ya kukabiliana na mabadiliko. Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada. Jina langu ni Habiba Mpimbita, Faida Online TV. Tafadhali usiache kusubscribe channel yetu ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania. Hakika sisi ni watu wa field.